kwa dakika chache tu. Kwa dakika chache tu. Ulifunua kitabu cha Yeremia. Maneno mengine tutaongea kwa sababu bado tupo hapa. Kuanzia leo, kesho, Jumatano, Alhamisi, tutanena mengi sana. Lakini kwa siku ya leo, mwanzo, tunaingia kwenye mwanzo wetu. Ina neno tu la mwanzo wa mkutano wetu wa siku 4. Yeremia 1. Neno limeombewa. Watu wote jisikie amani. Hebu mtazame jirani yako usoni. Mwambie mchungaji anataka kusema kitu. Mtazamane basi. Mwambie mchungaji anataka kusema kitu. Kwa hiyo mko tayari nizungumze hicho kitu? Wangapi wanapingana na hicho kitu? Hawapo. Safi kabisa. Safi kabisa, na mimi nimekubali. Na mimi nimekubali. Hebu tuanzie mstari wa kwanza Yeremia. Tutembee mpaka 11. Inasema Yeremia nabii. Maneno ya Yeremia mwana wa Hilikia, mmoja wa makuhani waliokuwa katika Anasosi. Amen. Katika nchi ya Benjamin. Amen. 2. Ambaye neno la Bwana lilimjia katika siku za Yosia. Mwana wa Amoni. Mfalme wa Yuda. Katika mwaka wa 13 wa kutawala kwake. Ndani ya mwaka wa 13 juu ya utawala. Tena lilikuja siku ya Yehoyakimu. Mwana wa Yosia. Mfalme wa Yuda. Hadi mwisho wa mwaka wa 11 wa Sedekia. Mwana wa Yosia. Mfalme wa Yuda. Hata wakati ulipochukuliwa mateka Yerusalemu, katika mwezi wa 5, neno la Bwana lilimjia kusema. Kabla sijakuumba katika tumbo nilikujua. Na kabla hujatoka tumboni nilikutakasa. Umetakaswa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema. Bwana Mungu. Tazama siwezi kusema. Maana mimi ni mtoto sana. Lakini Bwana akaniambia. Mungu wa mbingu na nchi akanena tena. Usiseme mimi ni mtoto. Usitamke hilo neno. Maana utakwenda kwa kila mtu nitakayekutuma kwake. Nawe utasema kila neno nitakalokuamuru. Na wewe utasema tu kile nilichokuamuru mimi. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe. Nikuokoe. Asema Bwana. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake. Akanigusa kinywa cha Yeremia. Bwana akaniambia. Akasema. Tazama. Nimetia maneno yangu kinywani mwako. Maneno yangu yote nimeyaweka ndani ya kinywa chako. Angalia sasa. Nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme. Nimekuweka juu ya mataifa na juu ya falme. Ili kung'oa. Cha kwanza ni kung'oa. Na kubomoa. Ukabomoe. Na kuharibu. Na kuangamiza. Ili kujenga na kupanda. Yatosha mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni maandiko matakatifu katika kitabu cha nabii Yeremia. Tunajua nabii Yeremia ni nabii wa pili kwa ukubwa wa kitabu
chake. Ndio maana anaitwa nabii mkubwa. Lakini katika utumishi wake, baada ya kuwa Mungu amemtaka katika utumishi juu ya taifa la Israeli, mataifa yalivyokuwa yameshikamana na Waisraeli na namna ya watu hawa walivyokuwa wakitembea nje na makusudi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu hakupendelea sana kuwaona watu wake waharibike na waendelee kuangamia, na yeye akiwepo. Wakati akichua kabisa, ninayo ofisi. Unabii ni ofisi. Sema ofisi. Sema tena ofisi. Unabii ni ofisi ya kwanza ambayo Mungu alizungumza kwa kinywa chake. Lakini baada ya kuwa amehitaji Yeremia akaunusuru mji wa Yerusalemu, akanusuru watu wa Mungu, Yeremia alitambua ya kwamba mimi siwezi. Alianza kujitetea. Bwana Yesu atusaidie. Kwa sababu nini anajitetea? Maneno ya Mungu ni mazito. Maneno ya Mungu yana nguvu, maana yamembeba Mungu mwenyewe. Kama hauna Mungu ndani yako, huwezi ukalibeba neno, maana ukilibeba litakudondosha. Maana huna uwezo nalo, huna nguvu nalo, huna mamlaka nalo, huna uwezo wa kuweza kutamka juu ya neno hilo. Kwa hiyo Yeremia alitamani kwanza kujieleza kwa Mungu. Baba, hivi mimi unanituma ni kama nani? Niangalie kwanza, ni kijana mdogo sana, nina uwezo gani mbele zako Mungu? Lakini kwa sababu Mungu anasema wakati ujao nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili walio hai. Hakuangalia udogo wa Elia, aliangalia ule mwili, kwa sababu bado ni kijana, yuko hai, mwili wake unastahili kwenda kuifanya kazi yake. Mungu akasema lazima wewe ndiye yule nimekuchagua juu ya Israeli. Sijaona mwingine mwenye uwezo na juhudi ya kwenda kuyasema maneno haya. Kwa hiyo Yeremia akaendelea kujitetea, akamwambia haiwezekani, nina wewe. Tazama neno nitakaloliweka kinywani mwako, hilo ndo ukaseme. Hiyo ndo pointi yangu ya neno la leo, kwamba kuna wakati wa kuchaguliwa. Unapochaguliwa, unachohitaji kusikiliza, usikilize neno la Mungu linasemaje. Bwana anakuagiza ili ukafanye nini. Lakini baada ya pale alipokubali Yeremia, Mungu akamtumia, akagusa kinywa chake. Ina maana inaonekana kwamba Yeremia alikuwa anaishi juu ya watu wenye makosa. Ina maana na yeye alikuwa amepakiziwa kwenye ufahamu yaweza kuwa makosa. Kwa hiyo Mungu alihitaji kwanza atakasa kinywa chake. Alihitaji kwanza mweke tayari kinywa chake kiweze kwenda kuyasema maneno ya Mungu. Kwa hiyo kilichosimama pale, Bwana aligusa kinywa cha Yeremia ili kiweze kusema neno la Mungu. Sema neno la Mungu. Maneno ni mengi. Liko neno la Mungu, liko neno la wanadamu, liko neno la shetani. Lakini baada ya pale alikuwa na mazumuni ya kwenda kutengeneza Yeremia. Amesema ya kwamba nimekuweka juu ya mataifa na juu ya falme na mamlaka yote. Zile ni tawala ambazo zilikuwa zinaishi kwa wakati. Ndio maana tukaona watawala walioanza wakasimama wanatajwa kwenye Biblia. Kwa hiyo Yeremia akiwa chini ya mamlaka ya falme, zile falme zilikuwa hazimtukuzi Mungu. Sema kumtukuza Mungu. Sema kumtukuza Mungu. Falme zile zilikuwa ni falme za kipagani, kwa sababu walikuwa hawamjui Bwana. Lakini kwa sababu ilikuwa ni wakati wa Mungu kufanya kazi yake na watumishi wake, alimchagua Yeremia ambaye atabeba zana za neno la Bwana. Sema zana. Mtazame jirani yako, muulize unazo hizo zana. Muulize tena, unazo hizo zana. Muulize tena, zana hizo unazo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu akaweka zana katika kinywa cha Yeremia ili aende akafanye kazi. Kazi aliyoambiwa ya kwanza, hebu urudie huo mstari alipoambiwa ukabomoe. Inasema 10 inasema Angalia. Nimekuweka leo juu ya mataifa. Nimekuweka leo juu ya mataifa. Na juu ya falme. Na juu ya falme. Ili kung'oa. Na kubomoa. Na kuharibu. Na kuharibu. Na kuangamiza. Na kuangamiza. Ili kujenga na
ili kujenga na kupanda. Hiyo ni kazi. Kwa hiyo ninaamini ya kwamba ndani ya siku ile Mungu yuko mahali hapa. Haleluya. Ndani ya siku ile Mungu yuko mahali hapa. Na sisi tutatumia nafasi ya neno la Mungu ambavyo ametuongoza baada ya kuanza safari tusafiri. Hatujaja kwa neno lingine. Najua mtumishi ametangulia, wako wachawi, wako waganga, yako majini, yako mashetani, iko miungu, yote inadondoka ndani ya siku zote hizo nne. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sisi kama Mungu ataamua, kama hatutabakiza tutakwenda kufikia kabisa, tutamaliza. Lakini Mungu akihitaji vibaki ili nyinyi msijisahau, vitabaki hapo tu, na nyinyi ili wahangaishe muendelee kukomaa, kukaa na Kristo, mjue kwamba wakati upo wa kutumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tukimaliza vyote mtajisahau, mtamwachiliza mzungaji, mtasinzia sana. Hapana, uwepo wakati wa kutosinzia ili muamshe mseme na Bwana miaka yake aliyosalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo lengo la Mungu ni kuharibu. Yeremia anaambiwa kwenda kuharibu mazingira ya watu walivyokuwa wanaishi. Maana walikuwa hawana Mungu, wanaishi kipagani. Na unajua desturi za mpagani. Ana desturi zake, ana kanuni zake, ana tamaduni zake mpagani. Anaabudu miungu, mwingine anaabudu ndama, mwingine anaabudu kuku, mwingine anaabudu mbuzi, mwingine anaabudu kondoo, mwingine anaabudu njiwa, mwingine anaabudu mbaiwai, kwa sababu ni tamaduni. Lakini kwa neno la Mungu, kwa sababu Mungu anahitaji ili watu wake wasiwe katika mazingira yale, warudi kusudi la Mungu, watu warudi. Tunaamini na katika kijiji hiki wao wapagani. Kwa nini tukisema wapagani tutakuwa tumekosea? Ni jambo la kawaida, au tuwaite kwa jina zuri la kutani ambalo wanaziona wakasema kabisa wametugongola, jina la watu wa mataifa. Bali mataifa hamo kwenye kijiji cha Kayenze. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo lengo na makusudi tu hapo kwenye mkutano ule ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu wanawekwa huru. Amina. Waliofungwa na mapepo lazima wafunguliwe. Bwana akatoa amri juu ya mitume, kwamba nendeni mkaondoe mapepo. Na sisi tunalo kusudi la kuondoa mapepo. Kama na humu wamo wenye mapepo, tukaguweke tayari, tutakuondolea mapepo kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo. Kama wagonjwa wamo, tuweke tayari, tutakuombea ili uwe mzima, ili wako usiwe na magonjwa, maana sio ya kwako. Ikiwezekana unayo madhaifu katika mwili, tutaondoa madhaifu hayo kwa sababu ni agizo la Kristo. Tutaweka mkono juu yako na wewe utapona. Sema kupona. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni maneno ambayo Bwana ameyazungumza na sisi, na mimi nimezungumza hayo kwa mchana wa leo kulingana na muda wetu. Mungu awabariki sana. Tunaweza tukasimama.